Mtangazaji Maimartha Jesse ametakiwa kumlipa kiasi cha fedha takriban bilioni 1 pamoja na kujitokeza hadharani kuomba radhi kwa Haji Manara pamoja na mke wake Zaiylissa kufuatia kauli za udhalilishaji alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mjibu wa arifa ya madai ya siku 14 iliyotolewa na wakili kutoka Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Joseph Gideon, anayemwakilisha Manara na mke wake Zaiylissa katika madai hayo dhidi ya mtangazaji Maimartha Jesse, imeelezwa kuwa wateja wake wameathirika kijamii, kiuchumi na kisaikolojia kufuatia kauli za kashfa alizozitoa kwa zisizo za ukweli. Pia arifa hiyo ya madai imeelezwa kuwa kauli za Maimartha zimeathiri biashara za Haji Manara pamoja na mkewe kupitia chapa wanazoziwakilisha, wakiendelea kupoteza mapato kutoka kwa wateja na makampuni zao kutokana na taarifa zinazotangazwa kwa nia mbaya. Kumbuka kwamba Maimartha Jesse aliweza kutangaza kuwa Haji Manara pamoja na Zaiylissa wameweza kuachana na kila mmoja anaishi kwake, huku akiwa anaeleza kwamba kuna siku ambayo Zaiylissa aliweza kwenda kwa Dula Makabila kama kwa ex wake ambaye waliweza kuachana. Kwa mujibu wa wakili huyo wa Haji Manara na mke wake, anadai kwamba wawili hao wamekuwa wakipoteza mapato kutoka kwenye biashara na chapa ambazo wanaziwakilisha kutoka kwa wateja wao. Kwa mjibu wa arifa hiyo ya madai, imeeleza kuwa kauli za Maimartha zimekuwa zikiathiri biashara za Haji Manara pamoja na mkeo kupitia chapa wanazoziwakilisha, wakiendelea kupoteza mapato kutoka kwa wateja na makampuni zao kutokana na taarifa zinazotangazwa kwa nia mbaya. Kumbuka kwamba Haji Manara ni balozi wa makampuni tofauti pamoja na mke wake ambaye ni balozi wa makampuni tofauti. Hivyo wameeleza kwamba wanapoteza mapato na pamoja na biashara zao kuweza kupoteza mapato kutokana na taarifa ambazo zinatolewa ambazo zimekuwa hazina ukweli, ila ni kwa nia mbaya.